Kwa sababu tunaenda kusikia. Tunaenda kufanyaje? Kusikia. Huyu Bartimayo alizaliwa akiwa maskini. Sema maskini. Maskini. Alikuwa kipofu. Maisha yake yote yalikuwa yanategemea wengine. Mavazi ambayo wengine wamezeekesha ndio naye alikuwa anavaa. Pesa ambazo zimebakia ndio alikuwa anapewa. Chakula ambacho wengine walikuwa wanabakiza ndio alikuwa na. Maisha yake yote yalikuwa yanategemea wengine. Lakini akasikia. Sema kasikia. Ambia jirani yako, kusikia kunaponya ama kusikia kunaua. Kuna watu ambao wako gerezani kwa sababu walisikia. Sema kusikia. Utajiri ambao huyu baba Bartimayo alikuwa nao ni maskini. Alikuwa hana pesa. Kaa kidogo. Alikuwa hana familia. Alikuwa hana hata mtu anayeweza kumtetea. Maisha yake yote ilikuwa ya kusaidia maskini. Saidia maskini. Saidia maskini. Ninakumbuka siku moja, ilikuwa mwaka 89 ama mwaka 90. Nilikuwa sijafika Mwezi, nilikuwa sijakuja Tanzania. Nilikuwa kwenye nchi nyingine ambayo nimezaliwa ya Kongo ama Zaire kipindi hicho. Nikafiwa na mama yangu mpendwa. Alikuwa ananipenda kwa sababu mimi ndio nilikuwa mtoto wake. Kifungua mimba cha kwanza ni mimi. Hata na majina yangu Patrick ilikuwa ni jina ambayo ilikuwa ni nyimbo ambayo kipindi kile ilikuwa iko vizuri sana. Ilikuwa inaitwa Mon Chéri Patrick. Mon Chéri Patrick. Parce que acha nisiongee Kifaransa. Nena. Ilikuwa nyimbo ambayo iko na mapenzi nyingi sana ndani ya hiyo nyimbo. So alipojifungua mtoto wa kiume akamwita Mon Chéri. Mon Chéri manake sweetheart, kipenzi cha moyo, kipenzi changu. Yale majina yote tunayoambia mume wako ama mke wako. So alikuwa ananipenda sana. Alikuwa mfanya biashara mzuri. Baba alikuwa mfanya kazi mzuri. Baada ya mimi ya miaka 2 kuzaliwa wakaachana. Baada ya kuachana mama akaugua. Baada ya miaka 3-4 mama akafariki. Akaniacha mimi mwenyewe duniani. Dada yangu aliyekuwa ananifuata alifariki kwa sababu ya koshako. Kwa sababu mama alifariki bado akiwa ananyonya. Baada ya kukosa kunyonya mtoto akafariki. Mama alikuwa mfanya biashara, akaenda kutafuta biashara. Njiani huko akakamatwa na magonjwa, wakamleta hospitalini. Akaenda hospitalini, akauguzwa na mdogo wake. Akamwambia, sasa ninajisikia kwamba naweza nikafariki, niletee mtoto wangu nimwage. Mama mdogo akakataa kunileta ili nimwage mama. Alikuwa na malengo. Baadaye mama kafa. Mimi nilikaa miaka 2 nikijua kwamba bado mama yuko safarini. Kumbe alishakufa zamani. Baada ya kufa, mama mdogo akaja, akachukua vitu vyote, nikaenda kuishi kwake. Alikuwa anatoka tumbo moja na mama. Sio mdogo wake wa kwa mama yake mdogo, sio mdogo wake wa ukoo,
sio mdogo wake wa kwa shangazi. Mama alitoka tumboni na huyo mama pia naye akazaliwa. Mama mmoja, baba mmoja. Unajua wapendwa, Mungu akitaka kukufundisha, yeye ndiye anajitafutia mwalimu anayeweza kukufundisha. Umenielewa? Kuna kitu kinaitwa tuition ama masomo ya ziada. Nyinyi mnayafanyaga kwa watoto wenu. Ni kusema labda mtoto wako hayuko vizuri kwa hisabati, hayuko vizuri kwa Kiingereza. So baada ya kutoka shule ile ya kawaida, unatafuta mwalimu mwingine ambaye ana kiwango cha juu zaidi ya mwalimu yule anayefundisha hilo somo. So unampatia pesa ya ziada ili afanyeje? Afundishe huyo mtoto wako hilo somo ambalo afanyeje? Ambia jirani yako, watu wote unaowachukia ndio waliokufikisha umefika hapa. Mali unaoitwa maadui ni walimu. Usingekutana nao usingekuwa mwimbaji, usingekuwa mwizi kwenye gari ya moshi. Kutoka Tabora naenda Mpanda wakaninyimba. Nafikiri ni wewe uliniiba. Utanilipa bwana. Mara mbili. Ambia jirani yako, majaribu ya leo ndio ushuhuda wa kesho. Majungu anayokutungia leo ndio ushuhuda wa kesho. Hivyo tulivyo leo, hivyo watumishi wa Mungu wote walivyo leo, sababu ya kusimama mbele yenu wakisema kwamba Mungu ni mwema, walipita ndani ya maji lakini maji hayakuwa. Yes. Yes. Hello. Amen. Amen. Ambia jirani yako, bado Mungu anaweza. Hakuna kinachoweza kumshinda. Hakuna mahali unaweza ukafika ashindwe kukutoa. Wakikutupa kwenye shimo la mita 500, mkono wa Mungu na mita 5000 utakukuta. Ambia jirani yako, utakukuta. Watu wamesema haitawezekana, yeye anakuambia itawezekana. Watu wanasema hutapona, yeye anakuambia utapona. Watu wanasema hutaenda mbali, wanaona unapanda ndege. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Amen. Mama mdogo akala vitu vyote, nyumba, nini, gari, vyote akamila. Baada ya kula vyote, shetani akamdanganya. Sema shetani anadanganya. Ambia jirani yako, shetani ndio mwanzilishi wa uongo wote. Ndio aliyeanza dini ya uongo. Akamwambia, sasa huyu mtoto, mbona umekula vyote vya kwao na ni kijana? Si atakuwa kuuliza. Sijaribu muue kama bado akiwa mdogo. Nakumbuka nilikuwa mwaka wa nilikuwa P5, darasa la 5. Nikatoka shule. Nilipofika shuleni, nilipofika nyumbani, nikakuta hata nimekosa franga, pesa 1000 tu. Ilikuwa sio nyingi. Nikapigwa kuanzia saa 9 mpaka saa 2 za usiku. Nikabadilika kuwa nyama. Hainifurahisha. Ikabidi aenda kaazime pesa ya kununua mafuta ya taa. Na ikumbuke hiyo mafuta ililetwa katika chupa la Coca-Cola. Akaniingiza ndani ya nyumba. Akaniambia, dakika kidogo ninaenda kukuunguza. Mimi nilikuwa nafikiri yuko ananicheza. Unajua kuna mtu anaweza kukufanyia vitu mpaka unasema sasa niko kwenye ndoto ama niko live. Mama mdogo ambaye amepewa majukumu ya kunilea, ambaye amepewa kila kitu cha kunilea, ambaye amekaa kwetu mpaka hapa akazaa na mtoto kwetu kwa mama na baba, na huyu mtoto mama kamlea kama alivyonilea. Huyu kweli anaweza kanifanyia hivyo? Ndio. Kama Mungu akitaka, yoyote anaweza kuwa adui. Amen. Na huyo mtu mmekaa naye anaweza kuwa adui.
Kwa sababu Mungu wetu ni Bwana wa majeshi. Kila kitu Mungu anaweza kukitumia ili akutengeneze jinsi anavyotaka. So, acha mambo ya kunungunikia watu ngo wanakuchukia. Sio wewe wanayechukia, ni kile ambacho Mungu ameweka ndani yako ndio wanachochukia. Lakini kama Mungu alichokiweka hakitaenda mahali, kitapita ndani ya maji, maji yasikipeleke, kitapita ndani ya moto, moto uogope hiyo kitu. Tuseme amen. Tuseme amen. Haleluya. Bartimayo alikuwa maskini, na maskini wengine walikuwa wanamuonea huruma. Alikuwa hana macho. Kutokuwa na macho ni kutokuangalia mbali, ni kutokuwa na maono. Alikuwa hana maono, alikuwa haangalii mbali. Hakuna kilichokuwa kina, kazi yake tu ilikuwa ni saidia maskini, nisaidie mafuta, nisaidie pesa ya angalia nguo zimeisha mzee, nisaidie. Mungu akuokoe hiyo roho katika jina la Yesu. Baada ya wiki Mungu akufungulie milango na ujisaidie, na ununue kile unachotaka, na ununue mavazi unayotaka, na wewe ule chakula unachotaka, na wewe uende mahali unakotaka. Amen. Ipokee hiyo katika jina la Yesu. Ipokee hiyo katika jina la Yesu. Na wewe jitegemee kwenye mfuko wako, na wewe jitegemee kwenye pesa yako. Ukitaka kwenda Dar es Salaam sio lazima uombe nauli, sio lazima uombe mkopo. Bartimayo alikuwa maskini mahali pote, lakini akasema sasa, akajikuta ana masikio mazima. Hebu niulizie mwenzako, masikio yako bado yanasikia vizuri? Bado unasikia neno la Mungu vizuri? Kama hayo masikio yanasikia vizuri, hakuna mahali hautafika. Hakuna nchi hautatembea. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema haleluya. Akasikia habari za nani? Za Yesu. Akauliza watu, huyu ni Yesu wa Nazareti ama ni Yesu mwingine? Kwa sababu kipindi kile kuna wawesu wengi. Wakamhakikishia, wakamwambia ni Yesu wa Nazareti. Ndio anakuja. Uliza mwenzako, una Yesu wa Nazareti ama una Yesu wa Morogoro? Kwa sababu hata Bungoma palipatikana Yesu mwingine. Mlimuona kwenye mitandao eti ni Yesu. Ambia mwenzako kuna wa Yesu wengi. Akawauliza, nilisikia habari zake. Nilisikia kwamba mtu anaposogea mbele yake maisha yake yanabadilika. Ni yeye ama ni hao wa Yesu wengine? Wakamwambia ni yeye. Ni Yesu wa wapi? Wa Nazareti. Akasema okay. Akasema nini? Sawa, maisha yangu yanaenda kubadilika. Usipotarajia kitu hautapata kitu. Kama ulikuja kwenye ibada bila kutarajia, hakuna utakachopata. Kama hukutarajia kupona katika ibada ya wiki yote Mungu ameiweka, acha niwaambie wapendwa, kuna nchi fulani, kuna nchi ambazo wakubali ibada kama hizi. Pigia Yesu makofi kwa sababu ya Tanzania. Pigia Yesu makofi kwa sababu ya serikali ya Tanzania. Mnaweza mkafanya mkutano wa nje, wa ndani, kuanzia Monday to Sunday. Kuna mahali wa nchi zingine havikubaliki. Aliposikia habari za nani? Hebu uliza, alianza kupaza sauti. Hebu uliza ndugu yako, ni habari gani unazosikia? Ni za Muhimbili? Ni za TBN? Ni habari gani? Muulize habari yako. Habari. Unasikia habari gani? Eti tutatajirika, eti tutaishi kwenye hayo maisha. Hiyo sio habari njema, ni habari mbaya. Akasikia habari za nani? Za Yesu. Ni wangapi walisikia habari za Yesu? Nilisikia habari za Yesu zikabadilisha maisha yangu. Alikuwa na masikio
yanayofanyaje? Cha pili ambacho utajiri alikuwa nao, alikuwa na mdomo. Sema mdomo. Sema mdomo. Hebu niangalie mwenzako, mwambie umekuja na mdomo kweli ama umeiacha kwenye majungu huko sokoni? Mdomo. Kama kuna kitu kibaya duniani ni kuitwa kwenye kikao, wanakuambia njoo urudie kwa maneno uliyosema. Mungu akuepushe katika hiyo maneno. Rudia. Watu wamekaa kikao wote, unaingia wote wanakuangalia, kabla hata hujakaa vizuri kwambia sasa hatuna muda na wewe. Kilichotuita hapa ili uje urudie kwa maneno ambayo umesema. Na haya maneno yanakuwa sio mazuri. Akafanyaje baba? Akaanza kupaza sauti yake. Akaanza kufanyaje? Alikuwa na utajiri mbili tu ambao naona kila mmoja anayo. Cha kwanza alikuwa na masikio yanayosikia. Cha pili, hebu angalia mwenzako, niambie kwamba ameleta mdomo. Kama hajauleta mwambie atume bodaboda wamlete. Kwa sababu kwa dakika kidogo tunaenda kutumia mdomo kupiga kelele, kwenda kuambia Mungu. Hebu angalia ndugu yako, muangalie vizuri kwamba ameleta mdomo na masikio vimekuja kweli. Yuko anasikia? Mwambie uko unasikia vizuri? Na hiyo mdomo yako iko vizuri, iko tayari kweli? Akafanyaje mchungaji? Akapiga nini? Kupaza sauti yake akisema. Alianza kupaza sauti yake akisema, Mwana wa Daudi Yesu nirehemu. Mwana wa Daudi Yesu nifanyaje? Nirehemu. Ni wewe tu ambao unaweza kunirehemu. Wengine wamenitupa. Baba yangu alinitupa, mama yangu alinitupa, shangazi zangu walinitupa, kijijini walinitupa, lakini sina matumaini mahali pengine, ni wewe tu. Akapiga nini? Dakika kidogo tunaenda kupiga kelele. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alipaza sauti yake, Mwana wa Daudi. Na wengi wakafanyaje? Wengi wakafanyaje? Simseme kama vile Biblia. Walifanyaje? Walikemea. Kuna watu ambao magonjwa yaliwakemea wasikuje kwenye ibada. Kuna watu ambao biashara iliwakemea wasikuje kwenye ibada. Kuna watu ambao maskini uliwaambia kwamba hauna nguo nzuri usiende kwenye ibada. Kuna watu ambao walikuwa na wageni kutoka Dar es Salaam, pale tu nataka kwenda kwenye ibada, wageni wakamwambia wewe nyamaza, tazama kwanza wewe ni kipofu. Sisi ambao sio vipofu hatujapata nafasi ya kumwona. Wakati wewe ni kipofu, wakati wewe ni maskini, wakati wewe huna elimu, wakati wewe unakaa kijijini, sisi watu tunaokaa mjini bado hatujaona faida ya kumtumikia Mungu. Tumeimba miaka 30 hatujapata hata gari. Wewe kijana unayeanza kuimba, acha. Kuna kipindi maisha yanatunyamazisha. Kuna kipindi marafiki wanafanyaje? Ambia acha kiwelewele. Wewe ndio kila mara unajionyesha mbele ya mchungaji, wakisema kutoa wewe ndio unatoa, wewe ndio kwani hiyo kanisa ni yako? Si watakufukuza kama mbwa. Usiwasikie. Kwa sababu ulisikia sauti, wenyewe hawajaisikia. Amen. 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 Tuko hapa kwa sababu tulisikia sauti. Kapiga kelele. Yesu Mwana wa Daudi. Yesu
Yesu mwana wa Daudi. Hebu sisi wote tuseme Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Turudie tena tuseme Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Turehemu. 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 Tusamehe. Badilisha maisha yetu. Badilisha kanisa letu. Haleluya. Oh, yes. Amen. Amen. Alikuwa hana pesa, alikuwa hana elimu, alikuwa hana access ya kufika kwa Yesu. Waliokuwa wanaona walikuwa wanakataza siende mbele ya Yesu ili aone. Unajua kuna watu hawataki uende mbele ya Yesu ili na wewe ujisimamie, ili na wewe ujinunulie shamba, ili na wewe ujinunulie vitu vya samani. Wanataka kukupa 10,000, 2,000, kiwaambia nataka kwenda kutafuta kazi Dar es Salaam. Ambia kuna watu wengi milioni na mamilioni wameenda huko wakakosa kazi. Baki hapa. Wewe nawaambia hao ni wengine, sio mimi. Mimi ninaitwa Patrick, wewe unaitwa John. Bahati ya pua sio ya mdomo. Ambia jirani yako bahati ya pua. Sio? Unaweza kujikwaa. Mdomo unakuwa na kidonda lakini pua iko hapo. Na ni majirani. Hebu kila mmoja angalie hizi pua na mdomo viko majirani. Angalia. Lakini haujawahi kukutana na mtu ambaye ana kidonda kwenye pua lakini midomo. So kama alifanya biashara vikakataa, sio wewe, mwambie hiyo ni bahati ya pua, lakini mdomo bado na bahati yake. Amen. Hata kama ni majirani. Halo? Hey, wewe hivyo vitu hapa hakuna wateja, mwambie hiyo ni yako. Sasa mimi wateja nitawapata kwa sababu nilisikia sauti. Na Biblia inaniambia chochote tutakachofanya Mungu atakibariki. Kama wewe hujui ile andiko, mimi najua hiyo andiko. Oh, tulifanya hii biashara ikashindikana. Nikamwambia sio wewe, sio mimi, ni wewe. Lakini mimi itaendelea mpaka niende hata Dar es Salaam, niende Mombasa, niende Dubai, nije. Katika kitabu cha Methali nasema afikiriavyo mtu ndivyo alivyo. Unavyofikiri ndivyo unavyovaa. Unavyofikiri ndivyo unavyotamka. Mama, kwenye nguo zote uko nazo, ndio nguo ambayo uko nayo tu, uko na nguo nyingi, lakini umefikiri kusema ataenda kuvaa nguo ya black ina vitu kwa kuonyesha kwamba moto wa Mungu uko juu yangu. Alo? Na huyu mwimbaji mama tena naye akasema tavaa vitu vya kitenge nilivyoshonesha kama Wakongomani, na nywele nizionyeshe zinaenda Dodoma, zingine zinaenda Dar es Salaam, alafu hapa niweke njia niwaambie kwamba Yesu ni njia ya kweli na uzima. Hakuna aliyemchagulia. Nilianzia hapa, nikampeleka kwenye kabati, akachagua nguo akavaa. Na mimi ni hivyo, na wewe ni hivyo. Bartimayo alikuwa maskini, lakini alikuwa na utajiri mbili: masikio. Hebu angalia mwenzako, hivyo vitu unavyo vinahitaji kuwa na Kiingereza kingi. Vinahitaji kuwa wewe ni mwimbaji wa kimataifa. Ndugu na majamii, Wayahudi na Wagiriki wakamwambia nyamaza wewe. Maombi ya kila siku, nani kanisani ni wewe, nani mwimbaji ni wewe. Kani umefaidi gani? Albumu sijui ya 10, hujapata hata nyumba, uko hapo hapo tu. Nataka tupige kelele leo. Yeah.
Yesu akasema. Yesu akafanyaje? Yesu akasimama akasema. Yesu akafanyaje wapendwa? Lazima upige kelele, ipite kwenye maadui wako, ipite kwa watu ambao hawataki, ipite. Sema ipite. Sema ipite. Sema ipite, ipite, ipite. Ipite kwenye familia, ipite kwenye mila na desturi za kwenu, kwamba hautaendelea. Sauti yako ipite. Sema ipite. Ipite umaskini wako, ipite maisha yako, mpaka ifike kwa mwenyewe. Sema ifike. Sema ilifika. Baada ya kumnyamazisha, hakunyamaza. Walivyomnyamazisha ndivyo alivyoongeza volume, ndivyo alivyoongeza sauti. Wanamwambia wewe acha, akasema Yesu wape wewe acha, Yesu wape wewe acha, Yesu, 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 Yesu. Haleluya! Sauti ikapenya. Ambia jirani yako, nahitaji kupigia Yesu kelele mpaka ipenye, ipite katika hali ya kawaida, ipite katika mila na desturi, ipite katika chanjo ulizochanjwa, ipite katika mambo waliokuambia utafanikiwa. Sema ipite. Sema ipite. Sema ipite. Kuna mtu naona jioni ya leo, kuna vitu vinaenda kupita, sauti inaenda kupita. Haleluya! Sema ikapita. Nani anataka ipite? Akapiga kelele, wakamnyamazisha. Maisha yakamnyamazisha, historia ikamnyamazisha, upofu ukamnyamazisha. Wale ambao hawakutaka na yeye awe mwanaume, na yeye ajenge nyumba, na yeye azae, na yeye aoe, na yeye awe na adresi, na yeye awe mtumishi wa Mungu, au wote wanakukataza. Hawataki na wewe siku moja usimame mbele yao ukiwahubiria. Hawataki siku moja waone nyimbo zako kwenye TV. Wanakuambia haiwezekani. Wanakuambia kwamba na fulani aliferi. Uambie aliferi kweli, lakini bahati ya pua. Amen. Suseme amen. Amen. Suseme amen. Amen. Kwani hapa na hapa kuna kilomita? Hapa na hapa. Hakuna mtu lai kukutana naye unakuta na kivimba, ana kidonda hapa, na eti alianguka. Lakini hata kama alianguka, siku hiyo bahati ya pua inasema kwamba hautapata kidonda hata kama jirani yako wa karibu. Ambia jirani yako, hata kama wewe ni jirani yangu wa karibu, bahati ya pua sio ya mdomo. Akafanyaje? Rudia ule mstari, akapiga kelele. Okay. Naye akapaza sauti, mwana wa Daudi nirehemu. Naye akapaza sauti, mwana wa Daudi nifanyeje? Wewe tu ndio tegemeo langu. Wewe tu ndio nimebakia wa mara ya mwisho. Ukiniacha wewe, basi nakufa. Katika mila na desturi ya Kiyahudi, mtu yoyote aliyekuwa anazaliwa akiwa na ulemavu, ilikuwa inamaanisha kwamba huyo mtu, mama yake na baba yake walifanya dhambi fulani. Mnakumbuka yule mtu ambaye Yesu alikutana naye akiwa na wanafunzi wake? Wakamuuliza, kwani huyu ni dhambi ya mama yake na baba yake ili awe hivi? Yesu akamwambia, acheni hayo mambo ya Kiyahudi. Sio dhambi ya baba yake na mama yake, ni ili mkono wa Mungu uonekane ndani yake. Acha kujiangalia katika historia mbaya ya baba yako. Na Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Yesu akasimama akasema, mwite. Wakamwita yule kipofu. Sema Yesu akafanyaje wapendwa? Baada ya sauti kupenya, naomba jioni ya leo sauti yetu ipenye. Na kuombea jioni ya leo sauti yangu ifanyeje?
Ambia jirani yako, jioni ya leo sauti yako ipenye, ipite milima, ipite mabonde, ipite huo maskini, ipite hayo madeni, ipite. Nasema ipite. Kama unanisikia sema amen. Nasema ifanyeje? Ambia watu watano, mwambie ipite. Na wewe uwe nabii, na wewe mtabirie, mwambie ipite. Hayo madeni ipite, hayo magonjwa yapite, huo maskini upite. Naona sauti ya kanisa hii imepita. Mwaka ujao mwezi kama huu kuna kanisa mpya ambayo naiona. Haleluya! Sema ikapita. Sema ikapita. Ifanyaje? Lakini kabla haijapita ilikutana na vikwazo. Na vikwazo vya wakina nani? Wanafunzi wa Yesu. Usizani kwamba vikwazo vitatoka nje. Hapa. Nasikia Roho wa Mungu ananiongoza kuomba maombi ya siku 7. Bila kula. Anamwambia wewe, ulitukuta kwenye hii kanisa, ulitukuta tumeokoka, hayo maombi unajiwia nini? Utaugua estoma alisasi. Anakuletea bahati ya pua wakati wewe ni mdomo. Kumbusha ndugu yako, mwambie bahati ya pua sio bahati yako, sio bahati yangu. Alichoandika juu ya maisha yako Mungu sio alichoandika juu ya maisha yako. Kama umefeli Morogoro, nenda Dodoma. Kama nimekataa Dodoma, nenda Dar es Salaam. Tanzania ina mikoa mingapi? Iliongezeka. Ina mikoa mingapi? Simu niambie. 21. Hamjui? 27, 25, 26. Hata nyoa hamjui. Sasa umefanya biashara hapa tu kwenye hiki kijiji hapa panaitwaje? Bukobe. Ama Bukoba. Bukobe. Umefanya tu biashara hapa Bukobe umekataa, alafu naambia watu eti mimi biashara imekataa Tanzania yote, hakuna biashara. Nani alikwambia? Kijiji tu. Na Tanzania ina vijiji vingapi? Tanzania ina wilaya ngapi? Tanzania ina tarafa ngapi? Nani atanihesabia? Hujaenda kwenye tarafa umalize tarafa yote, ni kijiji tu kimoja. Kama umeshinda hapa, nenda kwa lami pale barabarani. Vikikataa nenda mjini karibia ya stand. Vikikataa nenda Iringa, endelea mbele mpaka uende Dar es Salaam. Vikikataa Dar es Salaam njoo Kigali, unipigie simu niambie bwana Tanzania roho imetekatikana. Hebu nipokee Rwanda, nikwambie karibu. Vikikataa Rwanda nitakupeleka Burundi. Vikikataa Burundi nitakupeleka Kongo. Yesu alisema wakiwakataa kijiji kimoja, mkae wapi? Mulie. Hapana. Mulie. Wachawi. Hakuna mahali duniani hakuna wachawi. Hata na Marekani wapo. Ndio. Na Rwanda wapo. Hakuna mahali Mungu haweza kukubarikia na hakuna mahali shetani haweza kukujaribu. Some. Mali.